المستحق أزليا وأبديا كل ثناء، القائل إنما يخشى الله من عباده العلماء. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه، القائل العلماء ورثة الأنبياء. Tukufu Islam, ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada ya rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, tukio ambalo limefanyika hapa ambalo nimetakiwa kulielezea kwa ufupi ni tukio ambalo linaonyesha thamani ya wanachuoni, na thamani hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio alianza kuitangaza aliposema, katika wanadamu hakuna kundi ambalo linamuogopa Mwenyezi Mungu kikweli isipokuwa ni lile ambalo limeelimika na likamtambua vizuri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mfano wa kundi hili ambalo liko hapa mbele yetu. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam naye akasema mfano wa maneno hayo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala alipotangaza kwamba katika hii dunia watu walio bora na ambao wanafanya kazi ya manabii ni hili kundi ambalo leo hii limekirimiwa na kuweza kuoneshwa thamani yao na ndugu zetu wa dunia. Tukufu Islam, takrimi ulama, kutoa tuzo kwa wana wa chuoni ni jambo ambalo linaonesha mambo mengi sana nyuma yake, lakini kubwa katika hayo ni hifdhu dini, ambao ni msingi katika misingi ya sheria. Unapozungumzia maqasidi sharia ambayo Uislamu umehimiza kuhifadhiwa katika ile misingi mitano, utazungumza na msingi wa hifdhu dini, na hauwezi kuzungumza hifdhu dini, kuilinda dini, isipokuwa utazungumzia kuwalinda wanachuoni. Kwa hiyo tukio lililofanyika hapa ni tahfiz li haulai ulama, ni kuwahamasisha, kuwajengea thamani na kuwaonesha kwamba katika jamii hii bado wapo watu wanaothamini na kuziheshimu na kuzienzi jitihada zinazofanywa na hawa wanachuoni. Kinawezekana kikaonekana ni kitu kidogo kimefanyika, lakini ndani ya nafsi za hawa wanachuoni kinaacha alama kubwa ambayo itaendelea kuifanya kazi waliokuwa wakifanya iendelee kuendelezwa, na hivyo kuwafanya waweze kuzalisha wanachuoni wengi ambao watasaidia katika kuongoza wanadamu. Ndugu zangu Waislamu, katika kazi ya da'wa kuna changamoto nyingi sana, na hizi changamoto ikitokea sehemu au watu wachache wakaonesha kuwathamini wanachuoni, zinaenda kutengeneza kitu kikubwa katika nyoyo za wanachuoni. Hili linanikumbusha tukio la Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mfano wa masiku kama haya ya mwezi wa Rajab, alipokuwa akitoka katika safari ya Taif. Changamoto aliyokutana nayo kutoka kwa Banu Thaqif ambao walimtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamfedhehesha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakafika mpaka kumrushia mawe. Alipokuwa akirudi kutoka Taif, akafika katika eneo akakutana na mtu anayeitwa Addas. Addas
radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye alikuwa ni mfanyakazi tu wa bustani, si katika watu maarufu, ni katika watu wa chini kabisa, wanaonekana hawana thamani. Alikuwa akilinda shamba la watoto wawili wa mtu anaitwa Rabia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika katika hili eneo, akawa amepumzika katika hili bustani, akaja Addas akiamrishwa na mabosi wake awapelekee kichani cha inab, zabibu. Akabeba Addas kichani hiki kidogo tu cha zabibu, akampelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam ili aweze kula. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopokea akasema bismika Allahumma, ili aweze kuanza kula. Addas aliposikia maneno yale akashangaa, huwa min ahli kitab. Akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi alkalimat la taquluha ashabu hadhihi albilad, haya uliyoyasemwa sio maneno ambayo tumezoea kuyasikia kwa watu wa maeneo haya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, na wewe ni katika watu wa maeneo yetu? Addas akasema, mimi ninatoka katika eneo la Ninawa. Ninawa ni katika mji wa Sham. Ninawa ndipo alipozaliwa nabii wa Mwenyezi Mungu Yunus ibn Matta. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Addas, huu mji unaotoka ni mji aliotoka ndugu yangu Nabiullah Salih Yunus ibn Matta. Addas akashangaa, akamuuliza, unamjua Yunus? Akamwambia naam, huwa akhi wa ana aku, huwa nabiyun wa ana nabii, huyo ni mtume, ni ndugu yangu. Addas akatambua kwamba huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu, akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hili tukio dogo lililotokea akasahau yale yote aliyokutana nayo huko nyuma, akasema la an yahdi Allahu laka rajulan wahida khayrun laka min ad-dunya wa ma fiha. Mwenyezi Mungu akujalia ukaweza kumuongoa mtu mmoja tu katika ulimwengu, jambo hilo lina thamani kubwa kwako kuliko dunia na vyote vilivyomo. Lakini ukitazama tukio lote lenyewe tunalolizungumzia ni tukio linaloanza na takrima ya Addas kubeba kichani cha zabibu kumpelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kitukio hiko kikazalisha kusilimu mtu, kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam nyuma ya takrima hiyo akafanya kitu ambacho kinaendeleza utangazaji wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na matokeo yake ilikuwa ni kumfanya Mtume asahau changamoto zote alizokutana nazo Taif, matusi yaliyotukanwa, mawe yaliyorushiwa na mambo mengine yote. Kwa hiyo ni wasifu ndugu zetu wa Munira kwa jitihada hii, lakini pia niwahakikishie walichokifanya pamoja kinaonekana ni kidogo, lakini kinalenga kuwaonesha wanachuoni bado katika umma kuna kundi linalothamini na kuheshimu kazi wanazozifanya. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumemsikia Sheikh Ramadhani Mwangaya akizungumza fasaha kabisa, na huyo sikuta alikuwa fasaha, kila mmoja ameelewa. Kauli yangu ndio ile akizungumza Sheikh siti neno, kwa sababu leo tuna Sheikh watupu. Sisi pembeni kuja kusema neno ije umekosea, umefanya makosa, sivyo? Kwa hiyo Sheikh amesema wewe unapiga mstari na